Huu ni msimu ambao umegubikwa na changamoto kubwa kwenye eneo la usajili. Ukitazama wachezaji wengi ambao walisajiliwa kwenye dirisha kubwa ni wachache ambao waliweza kufanya vizuri, lakini wengi ambao wamekuja kwenye dirisha dogo pengine ndio wamekuja kuleta utofauti wa kile ambacho tunakiona hapa. Nazungumzia timu kubwa za Simba, Yanga, Azam FC pamoja na Singida Black Stars, namna ambavyo walifanya usajili katika dirisha kubwa lakini namna ambavyo pia walifanya usajili katika dirisha dogo. Kwa tathmini inaonyesha kwamba dirisha dogo limekuwa na manufaa makubwa kwa hizi timu kuliko namna ambavyo walifanya usajili katika dirisha kubwa. Ukitazama kwa upande wa mabingwa watetezi Yanga, katika dirisha kubwa asilimia kubwa wachezaji ambao waliwasajili wengi tayari wamewaruhusu kwenda sehemu nyingine, wengine wamewatoa kwa mkopo. Tunazungumza kina Mohamed Dumbia, AI ya mpira, mchezaji mzuri lakini ameshindwa kuingia kwenye mfumo. Celestine kwa Musa Balakonte, Ofen Chikola ni miongoni mwa wachezaji ambao walisajiliwa katika dirisha kubwa, lakini hawakuweza pengine kufikia katika matumaini ya kile ambacho kilikuwa kinatazamwa. Lakini ukirejea kwa upande wa Simba Sports Club, miongoni mwa usajili ambao ulipewa heshima kubwa lakini ulikuwa na matarajio makubwa ni striker Jonathan Soa. Tunaona mpaka leo kumekuwa na changamoto nyingi, bado hajaweza kudeliver ile performance aliyokuwa nayo Singida Black Stars msimu uliopita, akifunga magoli karibu kwenye kila mechi kwenye mechi za nusu msimu aliocheza Singida msimu uliopita. Lakini unaangalia Selemani Mwalimu bado taratibu anaingia, ameanza kufanya vizuri.